Kwa hofu na machozi, Zahra alimshika mdogo wake mkono na kukimbia zaidi ndani ya msitu. Walijificha kwa siku kadhaa wakinywa maji ya mtoni na kula matunda ya porini. Lakini mdogo wake alikuwa amejeruhiwa vibaya na kila siku hali yake ilizidi kuwa dhaifu. Zahra alihisi kama dunia nzima ilikuwa inaporomoka mbele yake. Siku moja asubuhi, mdogo wake alipumua polepole kisha akatulia kabisa. Zahra aliketi pembeni yake kwa muda mrefu akishindwa kuelewa kilichotokea. Msitu ule uliokuwa kimya sasa ulionekana kuwa mkubwa na wa kutisha zaidi kuliko hapo awali. Na hapo ndipo aligundua kuwa alikuwa amebaki peke yake kabisa. Bahati ilimfuata baada ya siku kadhaa alipokutwa na mwanamke aliyekuwa akikusanya kuni pembezoni mwa msitu. Mwanamke huyo aliyeitwa Mama Rehema alimpeleka Zahra nyumbani kwake katika kitongoji cha jiji. Hapo ndipo msichana huyo alianza maisha mapya, ingawa moyo wake ulikuwa umebeba kumbukumbu nzito za usiku ule wa giza.